Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdan kathiran yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil amin. Warḍa Allahumma an sahabati ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Usikum wa nafsi bitaqwallahi ta'ala wa ta'atihi ayuhan nas. Ndugu zangu Waislamu, nayusia nafsi yangu pamoja na kuwahusia ndugu zangu Waislamu katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, nako ni kuyafanya yale yote aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kujiweka mbali na kukatazika na yale aliyoyakataza Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, ama hutuba yetu ya leo ni muendelezo wa hutuba ambayo tuliyoianza wiki iliyopita, hutuba ambayo inaelezea an-nikahun, ndoa. Na kwa nini tulizungumza hutuba ya ndoa? Tulizungumza kwa sababu katika mambo ambayo watu wengi wanayaharibu katika maisha yao, kutoweza kupangilia vizuri katika namna na sharti, mwenendo na taratibu za kuoa. Tumeamua kuzungumza maneno hayo kwa sababu inawezekana watu wengi wanaishi na wake zao, wamepata watoto, wamejukuu, lakini ndoa hiyo haikufungwa kwa misingi ya dini ya Kiislamu. Na kufungwa kwa misingi ya dini ya Kiislamu ni kufuata taratibu, kufuata sheria, kufuata mwenendo wote aliyokuja nao Mtume Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Na katika hayo tulizungumza mambo matano ambayo hizo ndio nguzo katika nguzo za ndoa. Nguzo za ndoa ni tano. Tukazungumza katika hutuba iliyopita, nguzo ya kwanza tulizungumza apatikane azzaujun, mume. Lakini baada ya kupatikana mume, azzauja, apatikane mke. Na baada ya kupatikana mke, waliyun, apatikane walii. Na baada ya kupatikana walii, ashahidani, wapatikane mashahidi wawili. Na baada ya kupatikana mashahidi wawili, as-sigha, ipatikane al-ijaba wal-qabul. Lakini katika hutuba tuliyozungumza wiki iliyopita, tulianza kumzungumza huyu zaujun ni nani, na zaujun ana masharti mangapi mpaka yeye awe mume ambaye anastahili kufunga ndoa. Jambo la kwanza katika yale mambo saba tulizungumza, jambo la kwanza al-ikhtiyari. Jambo la kwanza, yeye mwenyewe awe mwenye kuwa hiari, kwa maana awe hiari kufunga ndoa hiyo. Katika nguzo mojawapo azzaujun
lakini huyu mume ambaye anatakiwa awe na hiari mwenyewe ya kufunga ndoa. Lakini jambo la pili tukasema adamul ihrami, pakosekane kuhirimia hija, kwa maana atakiwi mwenye kufunga ndoa hali ya kuwa amehirimia hija. Na jambo la tatu tukasema ata'in, ainishe, kwa maana ajuikane anayefunga ndoa ni yeye au ni nani. Na sehemu hiyo tulizungumza, inawezekana baba amewachukua vijana wake kwenda kufunga ndoa, lakini vijana wale hajuikani nani anayefunga ndoa, nani anayeoa katika shughuli ile. Ata'in, mume lazima atambue kwamba yeye ndiye muhusika wa kuweza kuoa katika ndoa hiyo. Lakini jambo lingine tukazungumza ilmu ismul mar'ati wa ainiha, lazima mume huyo amjue, atambue jina la yule mwanamke anayetaka kumuoa, lakini wa ainiha, na amjue mwanamke mwenyewe yupo vipi, amjue mwanamke wa aina gani, amjue mwanamke yupo vipi katika hali haswa ya kimaumbile, wenda akawa mlemavu na kadhalika. Lazima mwanamume atambue jambo hilo. Lakini jambo lingine tulilisema wa ilmu bihillil hala, na atambue kuswihi uhalali wa yule anayetaka kumuoa. Na jambo lingine tulizungumza wazukuratun yakina, na awe mwanamume kiuyakini, kwa maana asiwe untha. Na jambo lingine tulizungumza wa adamul maharamia bainahuma, na pakosekane ule uharamu, pakosekane ile hali ambayo inaweza ikapelekea kutomuoa mwanamke yule, kwa maana mwanamke huyo anayotaka kumuoa asiwe ndugu. Katika hayo tulizungumza na tulitoa ufafanuzi kila jambo katika wakati wake na kiupana zaidi. Lakini tukaja katika jambo la pili katika sharti za ndoa, katika zile nguzo ambazo zinasimamisha hiyo ndoa. Jambo la pili tulisema zauja, apatikane mke ambaye yeye ni mwenye kuolewa. Tukasema na yeye ana masharti manne. Na katika masharti hayo jambo la kwanza adamul ihramia, pakosekane kule kuhirimia hija. Mwanamke huyo anayetaka kuolewa asiwe amehirimia hija. Lakini jambo la pili tukasema wata'in, na mwanamke huyo lazima aainishe au aainishwe kwamba yeye ndiye muhusika anayetaka kuolewa. Inawezekana baba akachukua mabinti wake wawili au watatu, akawaambia leo kuna ndoa, lakini watakaokuja kuoa wao ndio watakaochagua binti gani wamependezwa naye ili waweze kumuoa. Hiyo itakuwa haifai katika mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ata'in, lazima yule mwanamke ainishwe, ajitambue, ajue kwamba yeye ndiye muhusika ambaye anataka kuolewa. Lakini jambo la tatu wa hulumu minan nikahin, na atoke katika ndoa, ajivue katika ndoa. Na kujivua katika ndoa tulizungumza katika hutuba ya wiki iliyopita. Inawezekana mwanamke huyu ameachika, lakini katika kuachika kwake aida bado haijaisha. Ni wajibu anayetaka kuolewa atambue kwamba tayari eda imekwisha. Lakini kutambua kwamba yeye hayupo katika ndoa, inawezekana ametelekezwa muda mrefu, hayupo na mume wake kwa muda mrefu. Kwa ilmu yake, kwa utambuzi wake, akasema kwamba kwa hali hii mimi, kwa kuwa mwanamume huyu amenitelekeza, basi mimi tayari nimeshakuwa huru, naweza kuolewa. Hilo jambo litapelekea yeye kutoswihi hiyo ndoa. Na jambo la mwisho tulizungumza wa kaunuhu untha yaqinan, nawe yeye mwanamke kiuyaqini, kwa maana asiwe ana hali mbili, kwa maana asiwe na hali mbili
ya kike pamoja na hali ya kiume. Hayo tuliyazungumza katika wiki iliyopita, na kiukweli kabisa tulizungumza kiundani na kila mmoja alitambua na alielewa, na tuliamua kuzungumza maneno haya kwa sababu watu wengi hivi sasa wanaingia katika ibada ya ndoa bila ya kuyatambua hayo. Inawezekana, na tulitoa mifano kama hiyo, inawezekana binti tayari ametelekezwa na mume miaka mingi, siku nyingi, lakini ndugu wao wakasema kwa kuwa ameondoka na hajampa talaka, basi kwa muda huu wote aliokaa tunasema tayari ameshakuwa huru na tunaweza kumuozesha. Hiyo ndoa itakuwa ni ndoa batili. Lakini vile vile inawezekana binti yeye mwenyewe akatoroka kwa mume kutokana na magomvi, kutokana na hali mbalimbali ya kutoelewana. Baba ukampokea, ukasema kijana, binti yangu tayari umeshafika, hapa ndipo nyumbani kwako, wewe uliondoka haujaua, yeye asitake kukufanyia hili na hili, tayari hapa umefika na utaolewa na mtu mwingine. Baba akapokea mahali ya mtu mwingine na akamuozesha binti huyo. Kisheria yule bado ni mke wa mtu, hata kama waligombana na walishikiana mapanga, walipigana visu, waliwekana ndani, walifungana, bado ni mke wake. Ila papatikane sharti miongoni mwa sharti na taratibu ambazo zinapelekea katika kuvunjika ndoa hiyo. Kwa hiyo tuliamua kuzungumza mambo haya kiuchache, ili kila mmoja atambue, kila mmoja ajue kwamba ndoa ina mambo mengi, na kiuchache tuweze kuyatambua haya ili tuwe salama sisi pamoja na vizazi vyetu ambavyo wanatarajia kuingia katika ibada hiyo ya ndoa. Wajue wanaoa, lakini sharti miongoni mwa sharti ni hizi, na nguzo miongoni mwa nguzo ni hizi. Haya ni wajibu na ni muhimu kwa Muislamu atambue yale yanayoswihi katika ndoa. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe wenye kuyasikia maneno haya, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ajalie tuwe miongoni mwa wenye kuyafanyia kazi. Barakallahu lana bil Qur'anil azim wa nafa'ana iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sayyidina Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Usikum wa nafsi bitaqwallahi ta'ala wa ta'atihi ayuhan nas. Ndugu zangu Waislamu, nayusia nafsi yangu pamoja na kuwahusia ndugu zangu Waislamu kwa mara ya pili katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, nako ni kuyafanya yale yote aliyoamrisha Allah na kujiweka mbali na yale aliyoyakataza Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, tupo katika hutuba yetu ambayo inaelezea nguzo 5 za ndoa. Bihaulillahi ta'ala, katika nguzo 5 za ndoa
tayari tumeshamtambua zaujun, mume ni nani na anatakiwa awe vipi. Lakini tayari tumeshamtambua zaujatun, mke naye ni nani na anatakiwa awe katika hali gani. Na hivi sasa tutaendelea katika hutuba yetu, tutamuangalia waliyun. Wali ni nani? Na sehemu hii ni wajibu kwetu sisi kuizingatia, ni wajibu kwetu sisi kuwa makini, ni wajibu kwetu sisi kujitathmini katika ndoa ambazo tuliziona au tulizisimamia, hali ya kuwa sisi ni mawali au sisi tulikuwa ni mashahidi. Ndugu zangu Waislamu, tunapoambiwa wali ni yule ambaye anayetawalia jambo kwa muda huo. Ndoa tayari imeshataka kufungwa, watu wamekusanyika, sharti zote zimekamilika, lakini nani ambaye anahitaji kumkabidhi, ambaye yeye atasema na kuozesha? Huyu ndiyo waliyun. Wali ni nani? Wali katika mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, abun, wali wa kwanza ni baba, na huyu baba ni baba ambaye wa halali, baba ambaye mtoto huyo amepatikana katika njia ya halali, huyo ni waliyun. Lakini ikiwa baba amefariki, anayefuata, ikiwa baba hayupo, baada ya abun anafuata jaddun, babu. Ina maana tayari watu wote wamekusanyika, ndoa inataka kufungwa, lakini baba hayupo sehemu hiyo. Babu ndiye atakayefungisha ndoa hiyo. Na ikiwa babu hayupo, ahun, kaka, ndiye atakayefungisha ndoa hiyo, kwa maana yeye atakuwa wali. Na ikiwa kaka hayupo, ibnu ahun, yule binti kaka yake, sasa mtoto wa kaka yake, kwa maana huyo kijana atakuwa wali na atasimamia ndoa ya shangazi yake. Na ikiwa ibnu akhwa yupo, anafuata ammun, baba mkubwa au baba mdogo. Sasa katika hali ambayo sisi tunayoishi leo hii, wenda yeyote anaweza kuwa wali. Aidha baba mtoto huyo amempata katika njia si ya halali, basi yeye anaweza kumwambia mtu yeyote, bwana, wewe utakuwa wali kwa sababu mimi mtoto huyu kisheria si mtoto wangu. Hapo atakuwa wali yeye kampa mtu, wakati yeye mwenyewe si wali. Kwa hiyo katika sharti na taratibu za wali, wali wa kwanza anakuwa baba mzazi. Ikiwa baba mzazi hayupo, atakuwa wali babu. Katika hadhara ile ataulizwa babu yupo wapi? Ikiwa babu hayupo, atafuata ahun, kaka, kwa maana kaka atamuozesha yule dada yake. Na ikiwa kaka hayupo, atafuata ibnu akhu, mtoto wa kaka, na kama mtoto wa kaka hayupo, anafuata ammun, baba mkubwa au baba mdogo. Na inawezekana wakawepo, lakini wakakataa kufungisha ndoa hiyo. Kama watakataa kwa sababu za msingi, ndoa hiyo haitaswihi, kwa sababu sheria imekataa kufungishwa ndoa hiyo kwa sababu za msingi. Na ikiwa hakuna sababu za msingi, baba tu amekataa, basi atawekwa pembeni, anayefuata jadun, babu, yeye ndiye atakayefungisha ndoa hiyo. Na hapo katika kukataa, inawezekana watu wakawa wanakataa kwa sababu zao tu, sababu binafsi,
katika hali ya magomvi ya kimtaa, vitu ambavyo havihusiani na kuikataa ndoa hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala yeye amekataza katika Qur'ani kwamba mtu anakuja anahitaji kuoa, basi ikiwa hakuna sababu ya msingi ya kukataa ndoa hiyo, huyo mtu aozeshwe. Lakini akaenda mbali kabisa, ikiwa hata kama alimuacha mke huyo, waligombana akamuacha na pakapatikana mazungumzo, eda ikaisha, akaamua kumrejea mke wake kwa maana akahitaji amuoe tena, baba wewe hautakiwi kuizuia ndoa hiyo, na hautakiwi kuikataza ndoa hiyo, na hautakiwi kukataza wewe kwamba mimi siwezi kuwa walii, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza katika sura ya pili aya nambari 232 baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idha talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa idha talaqtumun nisaa, na pindi watakapoacha wanawake, fabalaghna ajalahunna, lakini mwisho wakaja kumaliza zile eda zao. Huyu mtu kamuacha mke, lakini baada ya kumuacha eda ikawa tayari imekwisha, fala ta'dhuluhunna an yankihna, wala wasiwazuie kuwaoa azwajihinna, wale wake zao ambao waliwaoa kisha wakawaacha, eda ikaisha, alafu wakahitaji kuwaoa tena. Wasizuiwe. Na wasizuiwe kwa sababu gani? Idha taradhau bainahum bil ma'ruf, ikiwa wameridhiana wao wenyewe, walikaa wakakubaliana kwa wema kabisa, wakayatengeza magomvi yao, mambo yote akawa hayana matatizo yoyote, watu hao wasizuiwe. Dhalika yu'adhu bi, jambo hilo la wewe baba kumzuia binti yako kuolewa na mtu ambaye aliachana naye na eda ilishakwisha, wewe baba ukakataa, jambo hilo yu'adhu bi, limekatazwa jambo hilo. Jambo hilo limeonywa, man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir, kwa wale ambao waliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala na wakaiamini siku ya kiyama, jambo hilo limekatazwa. Hautakiwi baba kukataza ndoa ya mtu ambaye alishamuoa mke wako, alishamuoa binti yako, eda ikaisha, na baada ya eda kuisha akataka kurudi tena kuoa tena, na yakapita baina yao maridhiano. Jambo hilo kwa mwenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala limekatazwa, haifai kufanya hivyo. Ndugu zangu Waislamu, katika swala zima la uwalii, tunawaomba sana Waislamu, tunapohitaji kufanya shughuli hiyo, yule anayekuja kusimamia ndoa, wenda akawa shekhe au ustazi, lazima awe anatambua taratibu na sharti na masala yote ya ndoa, kwa maana yeye ni kama mtaalamu katika ile ndoa, na ni wajibu kwako wewe baba kumuuliza maswala yoyote yanayohusu mambo ya ndoa. Ikiwa yeye ni mtaalamu ataweka sawa, lakini ikiwa mtu tu umemwokota, yeye ni ustazi, yeye ni mwalimu, yeye ni shekhe, yeye ni imamu, lakini hana utaalamu huo wa masala ya ndoa, ukamuomba twende shehe wangu ukasimamie ndoa yangu, baada ya kufika pale anashindwa hata kuuliza uhalali wa yule binti na yule walii, anashindwa hata kujua walii unajipanga vipi. Matokeo yake unaweza ukasema ndoa yangu ipo salama, kumbe unaishi na binti wa watu hali ya kuwa bado wewe haujamuoa. Ndugu zangu Waislamu, tunapohitaji
kutafuta mashehe wanaoweza kusimamia ndoa zetu. Tuwatafute watu ambao wana utaalamu wa kutosha, ambao wanaweza kuichambua ndoa, wanaweza kuchambua taraka, wanaweza kuchambua eda, wanaweza kujibu yale ambayo wewe utamuuliza kuhusiana na taratibu za ndoa katika Uislamu. Ndugu zangu Waislamu, wali tayari tumeshamjua. Sasa ni wajibu kwetu sisi kulitathmini. Inawezekana wewe ulikuwa wali, lakini kwa leo namna tulivyochambua katika uwali, kumbe wewe haukupasa kuwa wali. Rudi karekebishe ndoa ili iwe ndoa ambayo inafuata misingi na taratibu na sheria katika Uislamu. Lakini vile vile wazazi wajitahidi sana kuwauliza mashehe. Wazazi wajitahidi sana kufuatilia ilmu hii. Kinyume na hivyo, inawezekana wewe baba ukachukua heshima kwa sababu baba yako wewe yupo, ukasema kwa kuwa mimi ni mtoto na baba yangu yupo, kwa nini mimi nimuozeshe mwanangu asimuozeshe huyu? Hapo uwali utakuwa umeupeleka kwa mtu mwingine bila ya sababu yoyote. Uwali unaporomoka kutokana na sababu ya msingi ambayo inaweza kupelekea wewe kuporomoka uwali huo. Sio kwa mapenzi, sio kwa mahaba, kwamba mimi nishakuwa mtu mzima, mimi ni Mwinyi sasa, ya nini niwape watu mikono? Wewe kijana, njoo muozeshe dada yako. Utaratibu huo sio katika mafundisho ya Uislamu. Ndugu zangu Waislamu, katika sharti, katika nguzo hizo za ndoa, katika nguzo ya uwali, lazima tuwe makini sana, tuitazame na tuweze kuifanyia kazi ili tupate manufaa katika ndoa zetu. Ama sharti lingine katika nguzo wa shahidani. Ndoa ni wajibu iwe na mashahidi wawili. Mashahidi wawili katika ndoa ni wajibu, hata kama kuna Waislamu 1000, lakini mashahidi wawili ni wajibu wawepo. Shahidi ni nani? Shahidi ni yule ambaye atashuhudia al-ijaba wal-qabul. Shahidi ni yule anayeshuhudia kwamba huyu baba kamwambia nimekuozesha na yeye akakubali nimemuoa. Huyu ni shahidi. Sasa shahidi wajibu juu yake awe adilun, muadilifu. Tunapotaka kusimamia ndoa, tunapotafuta mashahidi, tuangalie nani anaweza kuwa shahidi. Jambo la kwanza, awe muadilifu. Lakini shahidi asiwe mtoto mdogo, shahidi asiwe mlevi, shahidi asiwe mwenye kutokwa na akili. Tukamwona mtu akili zake hazipo sawa, tukasema anafaa kuwa shahidi, kwa sababu baada ya kipindi anakuwa mzima, baada ya kipindi anapoteza kumbukumbu. Huyu afai kuwa shahidi. Na nguzo ya mwisho katika nguzo za ndoa, aswigha, al-ijaba wal-qabul. Ni wajibu kukubali, nimekubali kumuoa. Na ni wajibu wewe unayeozesha ukamwambia na kuozesha fulani, na yeye akasema nimekubali. Ikiwa ameambiwa lakini amekaa kimya, hakujibu lolote, anakutazama tu, nyinyi mkahukumu tayari ameshaoa, ikiwa ana changamoto yeyote, ndoa hiyo bado haijakamilika. Aidha wali kashawekwa mbele tayari, anaambiwa haya sema na kuozesha, ametulia tu, haongei chochote. Wali ule pale utaama kwake, atatafutwa badala yake, atakuwa wali ili aweze kusimamia ndoa hiyo. Ndugu zangu Waislamu, upande huu katika ndoa, nirudie tena, ni wajibu kwetu kukaa na mashehe watueleze, watufahamishe umuhimu wa mambo haya, uhalali wa ndoa, uhalali wa taraka,
mambo ambayo yanapelekea mtu kuachwa, mambo ambayo yanapelekea mtu kukaeda, namna yote ya masala ya ndoa ni wajibu tuelezwe, tufundishwe ili tuishi katika maisha ya ndoa hali ya kuwa tupo makini na tunajua taratibu zote na mipaka inayopatikana katika ndoa. Leo katika maisha yetu tunaishi kwa mipaka maalum. Yaani unatambua kabisa kwamba sehemu pakiandikwa haparuhusiwi kufanya haja kubwa au haja ndogo, unajua kabisa jambo hili limekatazwa. Aidha sehemu pameandikwa hautakiwi kupita, unajua kabisa kwamba hapa hapatakiwi kupita. Yaani kila mmoja anaishi kwa mipaka yake. Leo mipaka ya ndoa ni wajibu kuijua. Watu wengi ndoa zao zinaharibika. Watu wengi wanaishi na wake zao hali ya kuwa tayari ndoa haipo. Nani anaweza kukufahamisha hili? Ni wajibu kwetu sisi tuyazingatie haya machache ili tuweze kufanikiwa hapa duniani na kesho akhera. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe wenye kuyasikia maneno haya. Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe wenye kuyafanyia kazi. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyi rahma wa shafi'il umma adada ma ahata bihi ilmuka aqsahu kitabuka dhamma wa ala alihi wa ashabihi wa man nasara fi kulli muhimma khususan minhum dhil asli nariq amiril mu'minina sayyidina Abu Bakr Siddiq wa amiril mu'minina sayyidina Umar ibn al-Khattab wa amiril mu'minina sayyidina Uthman ibn Affan wa amiril mu'minina sayyidina Ali ibn Abi Talib. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله والله أكبر يعلم ما تصنعون. فأقيموا الصلاة.